Wapenzi watazamaji wa Mlimani Television, televisheni ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni siku nyingine tena ambapo kipindi chako kipendacho cha Francophone Zone, la zone de la francophonie kipo hewani. Kipindi kinachokupa fursa wewe Mtanzania na mkazi wa Afrika Mashariki kujifunza lugha adhimu ya Kifaransa, na kwa kupitia lugha hii kupata upeo wa kimataifa utoko kuwezesha kushiriki kikamilifu katika ulimwengu mpya wa sayansi na teknolojia, kushiriki kwa ufanisi mkubwa katika makongamano, matamasha, biashara na mikutano ya kimataifa, na kwa njia hii kudumisha uhusiano mzuri wa kijamii, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Katika sehemu yetu ya pili mtapata fursa ya kusikiliza maoni kutoka kwa watu mbalimbali niliopata fursa ya kufanya nao mahojiano, wakielezea kinaga ubaga umuhimu wa kujifunza lugha za kigeni kama Kifaransa na faida yake kijamii, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Kukuletea hayo yote, naitwa Salvatore Valerian Kaijage. Kwa moyo mkunjufu ninakusihi uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Wapenzi watazamaji wa Mlimani Television, na sasa tunapata historia fupi na maelezo mafupi kuhusu lugha hii yetu pendwa na adhimu ya Kifaransa. Kwa kuanza, Afrika ni bara la pili kwa ukubwa na idadi ya watu ulimwenguni kote. Bara letu hili pendwa sana lina takribani watu bilioni 1.21. Takribani lugha za asili 2000 zinazungumzwa barani Afrika, na baadhi ya jamii za watu wa Kiafrika wanatumia lugha za alama, yani sign languages. Lugha ya Kifaransa inazungumzwa katika nchi 24 barani Afrika, ikiwa na takribani watu milioni 120, sawa na 10% ya wakazi wote bara letu hili pendwa la Afrika. Lugha ya Kifaransa ni lugha ya tatu kwa idadi ya watumiaji barani humo, ikiwa imetanguliwa na lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiarabu. Lugha hii inatumika kama lugha ya kiofisi, yani official languages, katika Umoja wa Afrika, yani AU, jumuiya za kiuchumi za nchi za Afrika, kwa mfano ECOWAS, jumuiya ya Afrika Magharibi, na jumuiya za nchi za Kiarabu na kadhalika. Kifaransa ni lugha ya pili kwa umuhimu inayotumika katika biashara barani Afrika na katika taasisi na mashirika mengi duniani na barani humu. Mfano, Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, shirika la elimu na sayansi la UNESCO. Lugha hii inazungumzwa kwa zaidi ya 50% katika nchi nyingi barani humu. Kwa mfano, katika nchi ya Gabon 80% ya wananchi wake wanazungumza lugha ya Kifaransa. Katika visiwa vya Mauritius 72.7 ya wakazi wanazungumza lugha hii. Katika nchi ya Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast, 70% ya wakazi wake wanatumia lugha ya Kifaransa kama lugha ya kwanza. Katika nchi ya Senegal kuna 70% ya wazungumzaji wa lugha ya Kifaransa. Nchini Tunisia 63.6 wanazungumza Kifaransa, na katika nchi ya Guinea Conakry 63.2 wanazungumza lugha ya Kifaransa. Na kwa upande wa visiwa vya Seychelles kuna 60% ya wazungumzaji wa lugha hii pendwa ya Kifaransa, na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 60% ya wakazi wake wanazungumza Kifaransa. Bila kusahau katika nchi kubwa ya Kiarabu barani Afrika, nchi Algeria, 57% ya wakazi wa nchi hii wanazungumza Kifaransa. Kifaransa ni lugha muhimu inayotumika katika vyombo vya habari vya kimataifa. Kwa mfano, shirika la kimataifa la Kifaransa AFP, ikiwa na maana Agence Française de Presse, Radio France Internationale ambayo ni redio ya kimataifa ya Kifaransa, France 24 ambayo ni redio na TV ya kimataifa, na TV5 Monde ambayo ni TV ya kimataifa ya Kifaransa, na katika vituo vya redio na televisheni vya nchi mbalimbali barani Afrika na duniani kote. Kwa hiyo kwetu sisi wa Tanzania na wakazi wa Afrika Mashariki, lugha ya Kifaransa ni muhimu sana kwetu sisi. Asanteni.
Wapenzi watazamaji wa Mlimani Television, na sasa ninawakaribisha kwa moyo mkunjufu muweze kujifunza lugha ya Kifaransa, ambapo kwa siku hii ya leo tutajifunza kitu tunaita vielezeshi vya ufasaha wa matamshi. Mes très chers auditeurs de Mlimani TV, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue pour que vous puissiez apprendre la langue française avec moi. La leçon d'aujourd'hui, on va apprendre sur ce qu'on appelle les articulateurs logiques. Voilà la liste des articulateurs logiques. Hivi ndio vielezeshi vya ufasaha wa mantiki. Kielezeshi cha kwanza tunasema kielezeshi ambacho kinaelezea la cause. Yaani kwa Kiswahili tunasema vielezeshi vya sababu. Na kielezeshi cha pili tunasema la conséquence, ikiwa na maana ni kielezeshi cha matokeo. Kielezeshi cha tatu tunasema le but, yani kielezeshi ambacho kinaeleza kuhusu lengo. Na kielezeshi cha nne tunasema la condition au l'hypothèse, ikiwa na maana kielezeshi kinachoelezea sharti au nadharia tete. Na kielezeshi cha tano tunasema kielezeshi kinachoelezea opposition, l'opposition, yani kupingana au kinyume. Na kielezeshi chetu cha mwisho ni kile ambacho kinaelezea, tunasema la comparaison, ikiwa na maana kinachofanya kulinganisha. Kwa kuendelea, kwa kwanza na kielezeshi cha kwanza tunasema kielezeshi kinachosema la cause, articulateur logique qui exprime la cause. Kielezeshi cha mantiki kinachoelezea sababu. Kwa mfano, hapa tunavyo listi ya vielezeshi hivyo. Cha kwanza tunasema parce que ikiwa na maana sababu. Cha pili tunasema puisque ikiwa na maana kielezeshi kinachomaanisha kwa vile au kutokana na, kwamba. Kielezeshi cha tatu tunasema comme ikiwa na maana kama. Na cha nne tunasema à cause de, kwa sababu ya. Na cha tano tunasema grâce à, kwa sababu ya. Na kwa kuendelea hapa mbele tunakuja sehemu ya pili ya kielezeshi cha mantiki. Hiki tunasema kielezeshi kinaitwa les articulateurs logiques qui expriment la conséquence. La conséquence ikiwa na maana ni kielezeshi kinachoelezea matokeo. La conséquence kinaelezea matokeo. Hapa tunavyo vifuatavyo. Cha kwanza tunasema donc. Donc ikiwa ina maana kwa hiyo. Cha pili tunasema alors. Alors ikiwa ina maana kwa hiyo vile vile. Cha tatu tunasema par conséquent. Par conséquent ikiwa na maana kwa sababu hiyo. Na hiki cha nne tunasema en conséquence ikiwa na maana matokeo yake, kwa hiyo. Cha tatu tunasema le but, kile kinachoelezea lengo. Lengo, ambapo hapa tuna hiki cha kwanza tunasema pour ikiwa na maana il. Cha pili tunasema pour que ikiwa na maana ili kwamba. Cha tatu tunasema afin de ili kwamba. Cha nne tunasema de façon à, ili kwamba. Na kwa kuendelea tuna kielezeshi cha mantiki kinachoelezea le condition au l'hypothèse. Hii ina maana kielezeshi kinachoelezea sharti au nadharia. Ambapo tuna hii ya kwanza tunasema si ikiwa na maana kama. Cha pili tunasema sauf si ikiwa na maana isipokuwa kama. Cha nne tunasema dans ce cas, kwa hali hiyo au kwa maana hiyo. Na cha nne tunasema en cas de, ikitokea kwamba. Na cha tano tunasema au cas où, ikitokea au ikiwa.
Na hiki kinachofuata tunasema dans le cas contraire, kinyume na hapo. Na kwa kuendelea, tunaendelea katika kielezeshi cha 5, l'articulateur logique qui exprime l'opposition. Hii ni kielezeshi cha mantiki kinachoelezea kinyume. Kinyume. Cha kwanza tunasema mais ikiwa na maana lakini. Kinachofuata tunasema pourtant ikiwa na maana hata hivyo au lakini. Kinachofuata tunasema quand même inamaanisha vile vile hata hivyo. Cha nne tunasema en revanche au par contre. Hii en revanche au par contre ina maana moja, ikiwa na maana hata hivyo au lakini. Lakini en revanche inatumika mara nyingi katika kuandika au katika kuongea kwa mara chache. Lakini par contre inamaanisha hata hivyo au lakini katika matamshi. Na kinachofuata tunasema même si, hata kama, malgré, licha au japokuwa. Na kielezeshi chetu mantiki cha mwisho kinaitwa kile tunasema la comparaison. La comparaison. Hiki ni cha kulinganisha. Tunasema kielezeshi cha kulinganisha. Ambapo kwa mfano tunaweza tukasema moi ikiwa na maana kidogo. Aussi, sawa ikiwa na maana imelingana. Plus ikiwa na maana zaidi. Mfano, exemple, Nicole écrit moins vite que Sophie. Nicole écrit. Nicole anaandika moins vite, yani pole au taratibu kuliko Sophia. Mfano wa pili, Nicole écrit aussi. Hii aussi vite que Sophie. Ina maana Nicole anaandika sawa au kulingana na Sophia. Na mfano wa tatu tunasema Nicole écrit plus vite que Sophie. Ikiwa na maana Nicole anaandika haraka zaidi kuliko Sophia. Na sehemu yetu ya mwisho kabisa ni ile ya comparaison qui compare des noms. Hivi ni vile vilinganishi ambavyo vinaelezea kuhusu majina. Kwa mfano tunasema moi deux ni kidogo, autant deux sawa, plus deux zaidi ya. Mfano, exemple, il y a moins de femmes que d'hommes ici. Il y a, there is, kuna, moins de femmes, wanawake wachache, que d'hommes ici, kuliko wanaume. Mfano wa pili tunasema il y a autant de femmes. Il y a autant de femmes. Kwamba kuna idadi sawa ya wanawake pamoja na idadi ya wanaume. Wapenzi watazamaji, mfano wetu wa tatu unaelezea nasema il y a plus de femmes que d'hommes ici. Ikiwa na maana il y a kuna plus de femmes, wanawake wengi. Hii plus ikiwa na maana za wengi, d'hommes, de femmes que d'hommes ici. Kwamba kuna wanawake wengi zaidi kuliko wanaume hapa. Na kipengele chetu cha mwisho kabisa kuna kitu tunasema le superlatif. Kile kinachoelezea kulinganisha lakini kwa ukubwa zaidi. Tunasema le superlatif. Mfano tunasema le plus au la plus, ikiwa na maana ya zaidi. Na nyingine tunasema le moins au la moins. Hii le plus inatumika kuelezea kwa uzaidi, ikiwa na maana kwa uzaidi lakini kitu ambacho au mtu ambaye ni wa kiume, wa jinsia ya kiume. Na la plus ikiwa na maana zaidi lakini kwa kitu au mtu ambaye ni jinsia ya kike.
le moins ikiwa na maana ni kidogo, lakini ikiwa naelezea kwa mtu au kitu cha jinsia ya kiume, na la plus, la moins ikiwa na maana kidogo lakini mtu au kitu cha jinsia ya kike. Mfano, exemple: Nathalie est la plus âgée. Nathalie est la plus âgée ikiwa na maana Natalia ndiye mkubwa. La plus âgée ikiwa ni mkubwa zaidi kiumri. Au mfano wa pili tunasema José est le moins âgé. José est le moins âgé ikiwa na maana José jina la mtu ndiye mdogo. Le moins ikiwa na maana mdogo, moins âgé mdogo zaidi. Wapenzi watazamaji wa Mlimani TV, ninashukuruni sana kwa kujifunza somo letu la Kifaransa kwa siku hii ya leo, na hapa ndio nimefika mwisho kwa siku ya leo. Mes très chers auditeurs de Mlimani TV, je vous remercie beaucoup de votre temps que vous avez pris à apprendre la langue française avec moi. Et maintenant, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous invite à la leçon suivante la semaine prochaine. Merci beaucoup. Wapenzi watazamaji wa Mlimani TV, kumbuka unatazama kipindi cha Francophone Zone baada ya kupata darasa la Kifaransa, na sasa nawakaribisha muweze kusikiliza maoni kutoka katika mahojiano niliyofanya na wageni wangu ambao niko nao hapa studio. Hapa mbele yangu ni naye naitwa Dorothy Yusufu, ni mwanafunzi wa mwaka 3 katika chuo kikuu kishiriki cha elimu Dar es Salaam DUCE. Ninasoma masomo ya Kifaransa na Kiingereza. Na pia ni naye mwingine. Mimi naitwa Victor Reverien, ni mwanafunzi wa mwaka 3 katika chuo kikuu kishiriki cha elimu DUCE, nasoma mwaka 3 masomo ya Kifaransa na Kiingereza. Karibuni sana, mtaweza kusikiliza maoni na ushauri wao wakielezea umuhimu na faida ya kujifunza lugha za kigeni kama Kifaransa. Ndio dada Dorothy, kwa maoni yako, je, kuna umuhimu gani kwetu sisi wa Tanzania na wakazi wa Afrika Mashariki kujifunza lugha za kigeni kama Kifaransa? Asante. Kama tunavyofahamu, lugha ya Kifaransa ni lugha ambayo inatumika katika mataifa mbalimbali. Imekuwa ni lugha ya pili katika mlolongo wa lugha zinazotumika kimataifa. Kwa hiyo lugha ya Kifaransa ni muhimu sana kwetu sisi wa Tanzania na hata nchi nyingine za Afrika Mashariki kuweza kusoma au kutumia lugha ya Kifaransa, kwa sababu kwanza katika suala zima la fursa za ajira, hasa katika level za kimataifa. Kuna mashirika mbalimbali ya kimataifa, kwa mfano kuna kama UNO, kuna UNESCO, ambapo mtu unahitajika ili kuweza kufanya kazi katika nchi tofauti tofauti kama ambazo zinahitaji mtu kufahamu lugha ya Kifaransa. Inakuwa ni rahisi kwa mtu kutumia lugha hiyo kuweza kupata ajira endapo atakuwa amefahamu. Ni rahisi kwake kutuma maombi au kwenda kufanya kazi katika nchi mbalimbali kwa sababu ni lugha ya mataifa. Kwa hiyo ni rahisi watu kuwasiliana kwa kutumia lugha hiyo ya Kifaransa. Kaka Victor, kwa upande wako, kuna umuhimu gani wa kujifunza lugha za kigeni kama Kifaransa kwetu sisi wa Tanzania na wakazi wa Afrika Mashariki? Kifaransa kina umuhimu sana kwa sisi wakazi wa Tanzania, hususan sisi ambao tuko katika nchi za Afrika Mashariki. Kwanza kabisa ningependa kuanza na sisi wakazi wa Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo imezungukwa na nchi zinazoongea Kifaransa. Tupo na Rwanda, Burundi, Kongo, ni nchi ambazo ziko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuna umuhimu sisi kama wa Tanzania, sisi kama watu wa Afrika Mashariki kujua lugha ya Kifaransa. Hii lugha itatusaidia katika kufanya biashara, katika mahusiano yetu. Kwa ninachoona kwamba Kifaransa kitatusaidia katika mahusiano na hizi nchi ambazo zinatuzunguka sisi kama Tanzania. Asante sana. Je, ni mikakati gani ifanyike ili kuwahamasisha Watanzania wapende kujifunza lugha za kigeni kama Kifaransa? Dada Dorothy. Kwanza kabisa, kwa maoni yangu, ninaona kwamba Kifaransa kinapaswa kuanza kufundishwa katika level za chini kabisa, level ya primary. Kwa sababu kama tunavyofahamu kwetu hapa Tanzania, wanafunzi wa
form 1 katika shule zilizo nyingi, ukiacha zile ambazo unakuta labda shule binafsi, kunakuwa Kifaransa kinaanza kufundishwa katika level ya sekondari. Lakini kama ingeanza katika level ya primary, ingekuwa ni rahisi hata kwa wanafunzi kuja kufika katika level za juu tayari wamekwisha kumaster. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata lugha hiyo kuweza kusambaa kwa jamii, kwa sababu tunaona hata kama kwa mfano katika shule ambazo wanatumia lugha ya Kiingereza, mtoto akitoka nyumbani anakuja nyumbani anaanza kuwasalimia wazazi kwa Kiingereza. Kwa ingekuwa hivyo pia kwa lugha ya Kifaransa, ingekuwa ni rahisi kuweza kusambaa kwa lugha hiyo ya Kifaransa na kuweza kutumika zaidi na kufahamika kwa watu kwamba lugha ya Kifaransa ipo na ni muhimu pia kuweza kuitumia. Asante sana. Kaka Victor. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi katika ile swala la kuwahamasisha Watanzania na watu Afrika Mashariki kwa ujumla ili wapende kuongea Kifaransa, ningependa kujikita zaidi kwenye sera ya elimu. Somo la Kifaransa limekuwa likichukuliwa kama somo la ziada. Somo la Kifaransa ni somo sawa na Kiingereza. Kwa hiyo ili kuwavutia watu, ili kuwawezesha watu, kwa mfano katika level ya baada ya level ya high school unakuta kuna mchepuo mmoja tu, kwa mfano KLF. Mimi nadhani watu wangevutiwa zaidi kama lugha ya Kiingereza na yenyewe au lugha ya Kifaransa ingepewa option nyingi kama zilivyo za Kiingereza. Mtu anaweza akasoma HGL, kwa nini asome HGF? Kwa nini asome HKF? Kwa Kifaransa na chenyewe kingechukuliwa kama lugha nyingine, nadhani watu wangevutiwa zaidi kusoma kuliko kuwa na mchepuo mmoja tu. Kwa maoni yenu, ni changamoto zipi zinaweza kukwamisha ufundishaji na uzungumzaji wa lugha za kigeni kama Kifaransa hapa kwetu Tanzania, hususan hapa Tanzania? Kwanza kabisa naweza kuongelea swala la wananchi au wakazi wa Tanzania au hata maeneo mengine kutambua umuhimu wa, yani nisema kwamba ni uelewa hafifu wa lugha ya Kifaransa, uelewa hafifu wa umuhimu wa matumizi ya lugha ya Kifaransa. Watu walio wengi mtaani ndani ya Tanzania, hata pengine nchi zilizopo nje ya Tanzania, hawajatambua bado kwamba Kifaransa pia ni lugha ambayo ni ya muhimu katika masuala mbalimbali kama ya kibiashara, masuala ya hata katika ajira, kwamba ni lugha ambayo inaweza ikatumika. Kwa hiyo ule uelewa hafifu unapelekea kwamba watu hawawi na ile ari ya kutamani kusoma au kufahamu namna ya kutumia lugha ya Kifaransa ili iweze kuwanufaisha katika masuala mbalimbali. Kaka Victor. Mimi kwenye swala zima la changamoto ningependa kuongelea miundombinu. Ukiwa unajifunza lugha ya kigeni, kuna miundombinu bora ambayo inaweza kukusaidia wewe kuelewa. Lugha ya Kifaransa ni lugha ya kigeni. Unahitaji miundombinu ambayo itamwezesha mwanafunzi kuweza kusikiliza, kuweza kuona, kuweza kuangalia. Hiyo ni changamoto. Na pia hapo katika ufundishaji kuna uhaba mkubwa wa walimu. Walimu wa Kifaransa wapo wa kutosha. Inakuwa inasikitisha sana kusikia labda shule fulani imesitisha somo la Kifaransa kwa ajili ya uhaba wa walimu. Walimu wapo. Kwa hapa ajira zingetolewa kwa wingi kwa walimu wa Kifaransa, ingeweza kusaidia kabisa kuondoa ili tatizo au hizo changamoto zinazokwamisha ufundishaji wa lugha ya Kifaransa. Unatoa ushauri gani kwa Watanzania na watu wa Afrika Mashariki kuhusu umuhimu wa kujifunza lugha za Kifaransa? Kwa kifupi, ushauri wako kwa Watanzania na jirani zetu Afrika Mashariki. Asante. Kama tulivyokwisha kusema, mwenzangu alivyosema kwamba kuna changamoto ya walimu. Kitu cha kwanza kabisa ni ajira kwa walimu. Shule zipo nyingi ambazo zinahitaji walimu wa Kifaransa. Wanafunzi wapo na wanapenda, wanatamani kujua namna ya kutumia lugha ya Kifaransa, wanatamani kufundishwa. Kwa hiyo naona solution hapa inaweza ikawa kwamba walimu, kwa sababu walimu pia wapo kuanzia mwaka 2015 wapo walimu wanamaliza katika level mbalimbali za ufundishaji wa lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo kama endapo serikali ikichukua hili swala ikalitilia mkazo, ikaajiri walimu wa lugha ya Kifaransa katika shule mbalimbali kuanzia katika level ya primary level, secondary level, itakuwa ni rahisi kuweza kukipromote na kufanikisha kwamba Kifaransa kinajulikana na kinasomwa na wanafunzi wa level tofauti tofauti. Itaweza kusaidia kuweza kukikuza na kukisambaza hasa katika nchi zote za East Africa. Asante sana. Kaka Victor. Mimi ushauri ninaweza kutoa kwa Watanzania na watu wote wa Afrika Mashariki ni kwamba lugha ya Kifaransa ni nzuri. Kwa mimi na washauri waipende, waweze kujifunza kwa moyo kwa sababu walimu wapo na lugha ya Kifaransa itawasaidia kupata fursa za ajira, fursa za biashara katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na ukanda wa kimataifa. Wapenzi watazamaji wa Mlimani TV, kwa siku hii ya leo nilikuwa na wageni wangu ambao ni wanafunzi kutoka Chuo Kikuu Kishirikishi cha Dar es Salaam, yani
Duse, ambao nilikuwa naye Victor Revelian na dada Doroth Yusuf. Matumaini yangu makubwa kwamba mmesikiliza maoni yao na mmewaelewa vya kutosha. Nashukuruni sana. Wapenzi watazamaji wa Mlimani Television, ninashukuruni sana kwa kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka muda huu ambapo ndio nimefika tamati. Ni matumaini yangu makubwa kwamba mmejifunza mengi na kuburudika vya kutosha. Kwa maoni au shauri, kamwe usisite kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa kijamii katika Facebook Francophone Zone facebook.com, au kupitia mtandao wetu wa Instagram katika Francophone Zone, au kupitia mtandao wetu wa Twitter. Lakini nawakaribisha tena katika kipindi chetu kijacho wiki ijayo, siku na saa kama ya leo. Naitwa Salvatore Valeria Nkajage. Kwa moyo mkunjufu na kusiuendelee kutazama vipindi vinafuata vya Mlimani TV. Mlimani TV, elimu kwanza. Asanteni na kwaherini.